na waandishi wa habari usiulizwe maswali, basi huko wenzetu watatubadilisha kundi, kututoa kwenye kundi la uandishi wa habari, kundi la uhariri, na kutoka kwenye kundi jingine. Nitaomba kwa ridhaa yako tuwe na chache, lakini niombe hata mimi nianze na swali moja mawili hivi ambayo yanasumbua sana huko mtaani, kwamba kwa nini tumefika hapa kama nchi. Tumefika hapa kama nchi, navyosema vijana, jambo kubwa, watu kutekwa, watu kupotea, na watu kuuawa, miili yao isipatikane. Yani kwa mfano, unakuta mtu anakwenda polisi, maelezo anayoyatoa, alafu baadaye ndugu zake wanakwenda polisi, wanamwambia kwamba huyu mtu hajawahi kufika, wakati jana yake wameleta chakula, akikapokelewa, akala. Kwa hiyo sasa hili, serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba watu hawataendelea kutekwa, watu hawataendelea kupotea, na Watanzania watakuwa na amani? Akimwona polisi amkimbilie, kwa sababu tukiwa huko ukikutana na askari polisi ndio unayemuuliza njia. Lakini sisi hapa kwetu, mtu akimwona polisi anaanza kujikagua, na bangi nimefanyaje? Yani wakati mwingine unaweza ukawa una bangi, lakini mpaka unafika kituo cha polisi bangi misokoto 5 kwenye mfuko. Kwa hiyo sasa tunabadilishaje hii sura ili kuhakikisha jeshi la polisi, na kama wapo watu wanaoteka, wakashughulikiwa. La pili, uchaguzi. Hii ni sehemu ambayo imeleta machafuko makubwa sana. Chadema, kwa sababu hii ni nchi ya Watanzania, umesema ni nchi yetu yote, walikuwa wanasema no reforms, no elections. Lakini kwa upande pia inasemekana hata baadhi ya reforms zilizofanyika hawajawahi kuzikiri sehemu yoyote. Kwa mfano, mgenzi kutosimamia uchaguzi, mgombea binafsi, mgombea kupita bila kupingwa, kuunda tume huru ya taifa ya uchaguzi, kuunda sheria mpya ya uchaguzi wa bunge na madiwani. Sasa kama serikali ni kweli hamjawahi kufanya reforms na ndio maana hawakushiriki uchaguzi, hilo unaweza kufikia. Mwisho, kuna debate kwangu mimi. Kuna debate inayozunguka sana kwamba katika maandamano, umesema sio maandamano. Kwa kweli ukiangalia uharibifu, maandamano unakuwa na bango lako, unafikisha ujumbe sehemu, unapokelewa. Sasa haya maandamano ambayo vituo 600+ vinachomwa, magari, pikipiki, yamebadilika jina na position ya kutoka kwenye pengine kwenda kwenye kitu kingine ambacho sijakifahamu. Lakini kuna debate kwamba ni watu wangapi wamefariki. Maana Al Jazeera wanatuambia 700. Kuna taasisi nyingine zinasema watu 10,000. Wengine wanasema 10. Kwa hiyo sasa, ili tuwe kwenye perspective, iwapo kuna takwimu za watu wangapi waliouawa au waliokufa. Maana wakati mwingine Dr. Shaba aliwahi kutoa postmortem kwamba mtu alishtakiwa kwa kumgonga mtu, lakini kumbe yule mtu wakati anakuja break, mtu kama kulangu hapa ndo ilikuwa uhai wake unafikia ukomo, akakolapsa, akaanguka. Sasa yule dereva amemshtaki, baadaye ushahidi unakuja, anasema alikufa kifo cha asili kwa sababu ndo muda wake ulikuwa umefikia ukomo. Ni wangapi? Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa unyenyekevu na shukrani nyingi, hayo ya kwangu yalikuwa ni matatu. Niombe uturuhusu hata wengine wenzangu tuulize kwa raundi moja tu, tukimaliza tuendelee. Nadhani tusizidi wazungumzaji 5, si ndio? Na nitataja majina, alafu tutafanya jinsia. Jesse, Mzee Salim usinishawishi kwa sababu umekaa hapa. Haya, Mzee Salim nimeambiwa ni Hamidi, ndio mtaja Kikeke. Mbona napata changamoto? Haya, tutamalizia na Meena kwa raundi hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni Esther, ni Hilda? Maana nasikia Hilda, basi Esther. Sasa naomba kuna moja senior sana, Mama Eda Sanga.
nitakuwa sijatenda haki tukimruka Mama Eda Sanga, na nadhani ndiye aanze, alafu hao wengine tutakwenda kwa taja. Jesse, umepoteza. Mama Eda Sanga ni senior kwako. Pole. Asante sana mwenyekiti wangu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu linaendana na haya ambayo tumeyazungumza, ambayo kwa kweli yamegharimu sana Tanzania. Baadhi yetu tumeikulia hapa, tumeipenda, tumekuwa kama kioo cha hili. Yalipotokea haya yaliyotokea tarehe 29, kuna baadhi yetu ambao tuliona kwamba hiki kitu hakiwezi kutokea Tanzania. Tuliamini hivyo, tulikuwa na imani hiyo. Sasa yametokea na kuna madhara makubwa sana ambayo yanafanyika kwa jamii. Mimi hofu yangu ni je, tumejiandaa vipi baada ya yale mabomu, baada ya kukaa nyumbani karibu siku 3 tuwezi kutoka, pamoja na kwamba baadhi yetu tulikuwa na wagonjwa, tunahangaika namna gani utakwenda hospitali, utapataje dawa na vitu kama hivyo, lakini ilibidi tukae ndani. Kwa hiyo ule msongo tuliokuwa nao, mabomu yale, kuona katika vyombo vya habari watu wanakufa, imetuathiri kisaikolojia. Tulio wengi imetuathiri kweli kweli, wakubwa, wadogo, wanaume, wanawake, wote. Sasa serikali imejiandaa vipi kwa ajili ya psychological healing baada ya haya mambo? Kwa sababu bila psychological healing hatutakuwa Tanzania wale ambao tulikuwa tunajitambua. Asante Waziri Mkuu. Asante Mama Eda Sanga. Twende kwa Jesse, na nimedokezwa hapa kwamba twende kwenye swali. Usuli nimeshautoa. Karibu. Nakushukuru mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mimi kushukuru kwa hayo yote. Swali la mawili madogo sana. Kwa kwanza nimefarijika sana kusema pesa za Watanzania. Na vitu twende na moto huo. Pesa zote za nchini za nani? Za Watanzania. Itapendeza sana. Sasa swali langu moja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, unafikiri serikali yetu inasikiliza? Nauliza kwa sababu zilikuwa pale ukutani pale, tunakwenda kubaya. Mwenyekiti hapa amesema habari ya utekaji, habari ya watu waliokufa, habari ya watu waliopotea, mpaka na leo inavyoelekea serikali imegoma kusikiliza. Kama tulikuwa tunasikiliza, yamkini yale tungezuia singefika pale. Sasa hivi unafikiri usikiliza kwa hata mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai hamjayafanyia kazi mpaka leo. Mnasikiliza? Swali la kwanza hilo. Swali la pili, ninajazilizia pale posema Balile. Hapa umekuwa very eloquent kutueleza madhara yaliyotokea 29 Disemba. Vituo vilivyoharibiwa Oktoba 29. Vituo vilivyoharibiwa, nyumba, magari, mpaka pikipiki. Kwa nini kigumizi kutuambia wale kufa? Mnaficha nini? Sababu waliokota maiti hilo limeshaulizwa, litajibiwa. Nauliza samahani mwenyekiti, waliokota maiti ni polisi. Utaratibu wa kupeka maiti mochwari unajulikana. Hii takwimu inafichwa ili nini? Asalamu alaykum. Twende kwa Tausi. Asante mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umezungumza vizuri sana, hongera. Swali langu mawili madogo. Mpaka sasa hivi mtaani watu wanalalamika sana kutopata maiti zao. Kwa nini hali inakuwa hivyo? Sisi waandishi wa habari tumeathirika pia. Mmoja wa mwandishi wetu mpaka leo hajapatikana na wamezika nguo. Sawa, tumepata matatizo, madhila yametukuta. Kwa nini watu hawapewi maiti zao? Lakini swali la pili, kuna tuhuma na zinazunguka sana kwenye mitandao
hata ripoti ya TV moja kwamba kuna kaburi la halaiki. Ukweli ukoje? Kuna kaburi la namna hiyo? Asante mwenyekiti. Asante Tausi kwa kuuliza kwa ufupi. Neville Meena. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati wa uchaguzi tunapozungumza sasa hivi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyombo vya habari vya Tanzania hatuna pa kusimama. Tunaonekana watu wa hovyo ambao hatukufanya kazi yoyote wakati wa uchaguzi, na hii ilitokana na behavior ya taasisi za kiserikali kutuminya, kututisha kwa kila ambacho kufanya, na hasa TCRA kutuandikia barua na kukataza hiki na kile na kile. Katika mazingira haya hata serikali haiwezi kupeleka taarifa zake kwenye vyombo vya ndani aminika. Ni nini mkakati wa serikali au ni nini kauli yako Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusiana na taasisi zilizoko chini ya serikali kutuingilia katika editorial independence yetu, kataza kufanya kazi yetu ya kitaaluma inavyostahili? Asante Meena, lakini wakati mwingine maneno ili neno kufanyaje hilo sijalisikia. Twende kwa Zeramula. Abdalla Majura, na uona mkono wako lakini haukuwa kwenye orodha, na kwa hiyo kufanya hivi haigeuki rushwa ya kunani. Asante sana Waziri Mkuu. Jina langu ni Esther Amandus Zeramula kutoka Channel 10. Mheshimiwa Waziri, lakini ufahamu kwamba mimi pia ni Waziri wa Habari na Mawasiliano ngazi wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Tanzania. Maswali madogo mawili tu. Swali la kwanza. Misukosuko ya kisiasa ina athari za kiuchumi. Serikali chukua hatua gani za haraka ili kurejesha kujiamini kwa wawekezaji pamoja na wananchi? Na swali la pili dogo ni ujumbe gani ungependa kuwapatia wananchi ambao wana wasiwasi kuhusu mustakabali wa demokrasia, uchumi pamoja na umoja wa taifa? Asante. Asante, naomba tuende kwa Salim Kikeke. Kuna kanuni ya kutovunja uaminifu katika ambacho umekitaja mwanzo. Kwa hiyo sasa tukiinua mkono tukasema tuvunje, baadaye tarani. Karibu Salim. Asante mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Maswali matatu nadhani madogo sana. Moja, Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuchunguza kilichotokea Oktoba 29. Lakini katika mazungumzo yako hapa umezungumzia economic sabotage. Sasa nataka kujua kuna ushahidi kiasi gani wa kuweza kulenga kabisa na kusema kwamba ni economic sabotage, na hasa kutoka nje ya nchi, kama kuna watu wamekamatwa tuweze kufahamu waliotoka nje ya nchi. Namba 2, kuna taarifa nyingi sana zinazungumzia vyombo vya usalama kufyatua risasi hovyo au ili risasi za moto. Nataka kuuliza kulikuwa na ile inaitwa order ya shoot to kill, na kama ilikuwa imetolewa na nani? Na la mwisho, tunasikia sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna vuguvugu lingine la yaliyotokea Oktoba 29 tarehe 9 Disemba. Tanzania imejiandaa vipi kukabiliana na hilo? Asante. Asante. Tunakuja kwa Mzee Salim Saidi Salim. Wakati wanaleta, kama una swali ambalo ni very burning uandike. Alafu ukiandika, hata bungeni tunaona kwamba yuko hapa. Na hapa ameshasimama, usio na wasiwasi. Asante. Kwanza Shekabudi ilikuwa nakuita pala. Naomba radhi kwamba leo tena iwe mwisho kwa kutoa ilani. Ilikuwa natekeleza wajibu wangu. Na maswala machache tu. Kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umezungumza sana habari ya katiba na sheria. Lakini utaona hapa kwetu polisi, sheria inasema masaa 48. Wanaweka watu kama wanafuga kuku. Na ndio maana utaona hata kuna kesi za habeas corpus. Je, ufikiri wakati umefika Waziri Mkuu kuchukua hatua kwa kila polisi anayefanya hivyo, naye kuwekwa ndani ili akapata naye joto ajiwe, ili wajue shida ya kuweka watu kama kuku ndani? Jingine, mahakama. Nchi yoyote ile
ya wenye utawala wa sheria inaheshimu mahakama. La sio hivyo, itabidi kila mmoja wa hakimu. Sisi hapa kwa nini maamuzi ya mahakama kama ya mahakama Afrika Mashariki, tena tunaona fahari kwetu ya mahakama Afrika kama ya independent candidates, hatuheshimu. Na mwisho ambalo nataka pia nizungumzie ni kwamba katika nchi kauli mbaya ndizo zinajenga chuki, uhasama. Tumesikia hapa tena, wengine wasomi nitawataja, tumesiona tabu bao la mkono mtu anataka kufunga. Hii inapoteza watu imani katika utawala wa demokrasi. Bashiru tena kwa waandishi wa habari anasema chama tawala kina haki ya kutumia nguvu za dola ili kubakia madarakani. Zanzibar tumesikia kule, ndio nauliza wewe ulitoa maelezo kwamba kufunga kuiba kura kwa CCM ni halali. Sasa hufikiri serikali kukalia kimya kauli kama hizi bila kulaani, nayo inawafanya wananchi kutokuwa na imani na serikali yao? Asante. Asante sana mzee Salim. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulisema swali kutoka kwa watu 5. Bahati nzuri ukaruhusu, tumeuliza kutoka kwa watu 7 na naamini yamefika maswali kama 12. Kwa hiyo tukuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu ujibu haya maswali na tushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Asanteni sana kwa maswali mazuri. Nikianza na maswali yako mwenyekiti. Umeongelea watu kutekwa, watu kupotea, watu kuuawa, umeongelea watu kuogopa polisi. Kuna vipengele viwili. Kipengele cha kwanza cha jambo lililojitokeza tarehe 29, sema watu wameuawa, watu wamekufa. Tumesema na mimi najitahidi sana, swali hilo nitalijibu pamoja na ni watu wangapi. Moja, naomba Watanzania wote tuielewe hivyo. Duniani kote hakuna vurugu zinatokea zisizo na madhara. Pakiwa na vurugu patakuwa na madhara. Na ndio maana wale wanaotaka kuitaski Tanzania, kutanish image yake na kufanikiwa lile la kuweka Watanzania wawe kwenye haya makovu yasiyotibika, wanatumia maandamano. Naacha kuona uhalisia uliokuwepo. Ukiwaua watu walioko kwenye maandamano, una violation nyingi sana za human rights. Sababu maandamano ni issue ya kikatiba. Hata kwetu hapa maandamano ni issue ya kikatiba. Na inakuaga na very clear maandamano yote yanakuwa very clear. Tunajuaga yanapita wapi, kiongozi wake nani, analenga nini, yataishia wapi. Na mimi nisingetamani sana tuanze kujadili sana hizi content, kwa sababu kuna watu wamepoteza watu. Tujiepushe sana kufanya haya like mchezo, like siasa. Hapa kuna watu wamepoteza wapendwa wao. Lakini kilichotokea, let us be fair to ourselves. Na wote pia
wanaoongelea jambo hili tuiface reality. Pakitokea fujo, pakitokea vurugu, haijawahi kutokea vurugu isiyo na madhara. Ndio maana na swali lile lingine, mnajiandaa vipi na Disemba? Natoa rai kwa Watanzania, na hii ndio imekuwa kauli hata ya Mheshimiwa Rais. Let us get back. Tukae eneo tunaloona aliko sawa, tujadiliane, tena jambo la aina hiyo. Ndugu zangu, hakuna vurugu yeyote duniani iliyowahi kutokea na isiwe na madhara. Vurugu ikitokea, expect loss of lives, expect loss of expected divisions. Yanatokea vurugu yeyote ikitokea. Tujiepushe Watanzania, sisi ni ndugu, tujiepushe. Yana gharama mambo ya vurugu kama. Na kingine, mmesema mmejiandaje? La kwanza, tunawaomba Watanzania, kila mmoja wetu tuwajibike kuambizana, never again we shall let our country iende kwenye jambo la aina hiyo, sababu haina faida kwetu, ina makovu, ina gharama za uhai, ni jambo si jema. Sasa ninyi mmeona kwamba this is the sabotage ya aina hiyo, ambayo nitasema connections baadaye. Wewe ukiwa ndo kwenye dhamana ya kulinda watu na usalama wao, fujo zikatokea za aina hiyo, kwamba ukivamiwa, kwa sababu ukivamiwa kunaweza kukawa na loss, unasema tu basi na waje tu hivyo hivyo. No. Kuna kiapo cha kulinda hii nchi, kuna kiapo cha kulinda za watu, kuna kiapo cha kulinda usalama wa raia. Rai yetu kwa Watanzania, sote tukatae, tusiipeleke nchi jambo la aina ile ya Oktoba 29. Nimeunganisha tumejiandaje, nimeunganisha na masuala ya kupotea, vifo vilivyojitokeza kwenye vurugu. Vurugu ina madhara mabaya. Tusipeleke tena, tukatae kupelekwa tena kwenye situation ya aina hiyo. Sasa kulikuwa lile swali, mna evidence gani kwamba ni economic sabotage, na kwamba kuna hivyo viashiria? Kiashiria cha kwanza, nimewaambia Tanzania ni mali ya Watanzania. Tanzania si mali ya chama chochote cha siasa. Tanzania si mali ya serikali, na rasilimali si mali ya chama chochote cha siasa, na fedha zinazotengeneza maendeleo yote haya ni mali za Watanzania. Akatokea mtu analenga hayo, this is purely an economic sabotage. Wewe unajua kabisa uzalishaji na maisha ya Mtanzania, it involves movement. Unalenga miundombinu yote. Haya hii ni mambo ambavyo watu wa vita wanafanyaga. Yes, that is, jamani, hivi ndivyo walio wakubwa kuliko sisi watuambie. Introduction ya vita vya kapigwa daraja, piga sio kanisa, piga sio nini, piga vunja huku, vunja hivyo. That's a sabotage. Hiyo unalenga ni public, unailenga public. Hii haulengi serikali, haulengi chama cha siasa, hii unalenga public. When it is a public, when it's something has to do, kama jambo linahusu public, hii ni hujuma ya nchi. Hicho hapa ni yale yaliyotokea tu. Hivi mtu anayelenga kusabotage reli na pale wanao reli, wale ni wachama gani wale? Wanaopita SGR ile ni wachama gani? Wanaotumia maji ya Dawasco ni wachama gani? Wanaopita mwendo kasi ni wachama gani?
Angalieni upya. Fedha imejengwa na watu wa chama gani? Ili miendokasi imejengwa na mchango wa chama gani kwani? Kuna watu wenye kadi yao walienda kuchangia reli. Mwendokasi ule. Hizi ni fedha za Watanzania. Mtu akilenga TCRA, mtu analenga reli, mtu analenga stendi, mtu wanalenga investments na nikitaka kutaja mwili unasisimka. Mtu analenga power station tunakofanyia generation ya power ya nchi. Sabotage. Mtu anawaza bwawa 6.5 trillion backbone ya nchi. Tuna ziada ya 2000 megawatts ziada kuliko nchi zote zinazo za East Africa and SADC ziada, alafu mtu anawaza kudamage. Hiyo ni siasa. Idea guys, Tanzania hiyo ni siasa. As purely sabotage. Mtu anachoma magari hata yaliyo transit yaliyo kwenye nchi yetu. Wale waliopitishia, watu wanaotumia bandari hii hapa wanaenda Zambia, Zimbabwe, DRC, ni wa chama gani? Ukisema ni uchaguzi, wana chama gani wale? Yes. So hii ni baadhi ya mifano. Alafu inakuja sasa, why do you think like that? Hii nimesemea kilichotokea, naenda ni sabotage. Jitihada zinazofanywa na wale wanaohamasisha wamelipwa. Yule aliyewalipa ana maslahi gani? Ingekuwa hii hamasa inafanywa na moja cha siasa, tungesema hawa wanapambana kutafuta madaraka. Ikifanywa maandamano yakiongozwa na chama fulani cha siasa, unasema hawa kuna dissatisfaction wameipata. Ni wale pale bwana kopana na mwenyekiti wao yule pale bwana anaongoza, hawa wamepata. Hawa wanaohamasisha hata hawako nchini, wanahifadhiwa, wanapata na hela ya kurecruit vijana. Wale wanaowalipa wataje hizo fedha kama if it's not the sabotage and I kwenye rasilimali zetu. These are the things. Ndio maana nasema wanaotumwa na wanaomezea mate, never on earth tatumia jitihada na nguvu zote na gharama yoyote kulinda rasilimali za Tanzania na Tanzania yenyewe. That is the thing. Kwa nadhani hili nimelisemea na nimesema hiyo ya hisia za Disemba 9. Tunasema wa Tanzania, nimeelezea kirefu sana. Yeyote ambaye ana grievance yeyote aone njia mbadala, si ya kuirejesha Tanzania tena kwenye jambo lililotokea. Ndio kwenye njia zingine, makundi mbalimbali yasikilizwe, mambo ya mahusiano yatasikilizwa, mambo ya makundi mbalimbali yatasikilizwa, hoja mbalimbali zitafanywa kazi, milango mpaka ya kiongozi mkuu Mheshimiwa Rais na ya wasaidizi wake wote na ya mijadala ya sisi kwa sisi iko wazi. That is the way we have to go. Tuepuke ile njia ambayo tunaona viashiria vya sabotage. That is the thing. Lakini tunasema kwa wale ambao wanamezea mate rasilimali, wanaona njia nzuri ya kuzifikia rasilimali ni kuwapiganisha vichwa wa Tanzania, wachukiane, wagombane, wapate makovu ambayo ni unrepairable, waingie kwenye vurugu ili wao wafikie zile rasilimali. Vyombo vya dola vina kiapo na serikali na viongozi wana kiapo cha kulinda nchi hii na kulinda rasilimali zake. Wala hii nchi haiwezi kaendeshwa. Wala hii nchi haiwezi kaendeshwa kwa remote. Kwa hiyo niliona hiyo nisemee kwa namna. Sasa hii ya watu kupotea, watu kutekwa, watu kuogopa polisi, hili ni jambo ambalo haipaswi sisi wa Tanzania litufikishe kuuana, wala halipaswi litufikishe kwenye hatua, kwa sababu sote tunakubaliana wahalifu wanatakiwa wakamatwe. Sote tunakubaliana, wote Tanzania nzima tunakubaliana wahalifu wanatakiwa wakamatwe. Tumejiwekea sheria. Kama tunaona utaratibu tunaotumia umetufikisha kutokuaminiana, utaratibu tunaotumia
umetufikisha kwenye kuleta mashaka, kwenye kuleta taharuki. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Ni kimoja wapo, mwenyekiti unasema watu wanakilalamikia tume. Mheshimiwa Rais ameunda tume kujumuisha vyote kuhusu tumefikaje hapa. Mheshimiwa Rais ameunda tume ya very senior citizens. Na naamini hili ni jambo la sisi kukubaliana tu, si jambo la kutufikisha tu, kwa sababu in principle wote tunakubaliana kwamba mhalifu anatakiwa akamatwe, anatakiwa afikishwe kwenye vyombo vya na anakuwa salama. Kama kuna utaratibu umekuwa ukileta mashaka, Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuangalia the whole thing, na haya ni mambo ya kuboresha ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaondokana na mambo ya mashaka. Kuhusu watu kutekwa, watu kupotea, that is, jamani, tunafanya vibaya eneo moja tu. Tunafanya vibaya eneo moja tu ambao ndo tumeshafikishwa hapo. Tunapoona madhara yakimpata mwenzetu, ni jambo la polisi, jambo la serikali. Hii ya kutilia mashaka nimeshaiongelea, inayohusisha mtu kafikishwa kabisa kwenye polisi, hiyo tumeshaongelea. Ni mambo ya kuyaboresha, si mambo ya kutufanya tuchome moto nchi tu. Ni mambo ya tukubaliane, kwa sababu sheria tumejiwekea wenyewe. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Naamini recommend kuja alafu tukubaliane utaratibu. Kama tutasema mtu yeyote akikamatwa kabla hajapiga hatua yeyote, mwenyekiti wa serikali yake ya kijiji ajue na ndugu yake ajue, ni jambo linalohusu wa Tanzania. Ni jambo linalohusu wa Tanzania. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Na niongeze eneo moja, kuna moja amesema kwamba hata mambo ya haki jinai hayajai kushughulikiwa. La hasha. Mambo ya kitaasisi na kuna mambo ya kiutawala. Moja ya jambo ambalo lilikuwa recommended na watu wa haki jinai ilikuwa kupunguza mambo haya ya kurundika watu mahabusu. Mahakama za mwanzo zinarundika watu kwenye mahabusu, kila mtu analaza mtu, hata jambo lenye dhamana mtu anakataliwa. Hivi tunavyoongea, jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania issue secular ya kuzuia mahakama za mwanzo kupeleka watu ovyo kule kwenye kurundika watu kule. Hii ni statement ya jaji mkuu wa Tanzania akitekeleza recommendation tume ya Mheshimiwa Rais ya mambo ya haki jinai na mengine mengi yanayohusisha mazingira ya utekelezaji wa hizi hoja za haki jinai. Siku hizi hivi tunavyoongea, kesi ilikuwa recommendation pia, movement ya kesi kupita kwenye ile vehicle, kwenye zile taasisi zote za haki jinai inaonekana kote. Hamna hii akimaliza kwa DCI huku inajulikana, kwa magereza huku inajulikana. Na haya mambo ya transformation hizi, ndugu zangu, si jambo la siku moja. Tunaongelea utamaduni uliojengeka tangu mkoloni. Hii na uthubutu huu waliofanya Mheshimiwa Rais kwenye hili jambo la haki jinai, itakapochukua kasi yake, naamini mambo mengi haya yatarekebishwa. So hili ni eneo ambalo nimetoa tu mifano michache inayohusisha mambo hayo ya haki jinai, lakini yapo na mengine ambayo yalikuwa yanahusisha hizi recommendations za kutoka haki jinai ambayo yameshaanza kufanywa kazi. Mengine yalikuwa yanayohusu tu, yani tulikuwa bado tuna magereza zile ambazo zilijengwa kwa ajili ya Waafrika, alafu wanaowapeleka ni wale weupe wa koloni. Magereza yalikuwa hivyo. Kwenye recommendation zikaletwa recommendation za kujenga nani hizo ambazo zinazingatia utu. Nenda uangalie nani mpya zilizojengwa. Ni recommendation ya tume ya Mwenyekiti ya masuala ya haki jinai. Sasa hiki kipengele kimoja kinachohusisha eneo la jeshi, nimesema, ama vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, nimesema kuna mstari mwembamba wa mazingira haya ambapo tumeshafika level hiyo kwamba lolote linalotokea tunasema hii ni serikali. Lakini mimi niwaambieni, nimekuwa waziri wa mambo ya ndani. Kama kuna muda jambo hilo lisingekuwa limefanyika kwa viongozi wa CCM,
Nchi hii moja kwa moja inaenda kuamini kwamba haya mambo yanayotokea ni ya chama na chama. Huku Mkuranga, Rufiji, Kibiti waliuawa zaidi ya wenye viti wanaotoka CCM, zaidi ya 100. Hivi hiyo sorting nyie mmewahi kuwaza kwamba hawa watu walikuwa wana soti vipi? Lakini serikali ilichukulia tu huu ni, haikuchukulia ni chama kimoja wapo kimefanya, ilichukulia huu ni uhalifu. It is very dangerous tunapokuwa kwenye taifa likitokea jambo lolote vyombo vya dola. Hii ndo njia ninayosema tunatafutwa. Unatafuta kuondolea heshima chombo ambacho ndio kimepewa dhamana ya kulinda rasilimali za nchi. Sasa mapungufu ya mtu moja yaliwahi hata kujitokeza zamani. Sitaki kutaja maeneo ambayo watu walipoteza wapendwa wao, lakini ziliwahi kuundwa tume zika investigate viongozi wakuu kabisa kwenye taasisi yetu. Jamani, si mnakumbuka? Iliwahi kwa tabia ya mtu mmoja waipo. Lakini kitu kimoja ambacho tuepuke ni taasisi yetu tuone mmoja naweza ikatokea hiyo, sababu vyombo vyetu ndivyo ambavyo vimewahi kutuvusha kwenye nyakati ngumu hivi. Moja ya jambo gumu ndo nilimwambia lile la ilikuwa another terror. Ilikuwa jambo moja yani wewe kila siku unaamka mwenyekiti mmoja naye kanyakuliwa, mwenyekiti mwingine naye. Kwa wale wanaotaka kugombanisha Watanzania, ilikosa tu ladha kwa sababu waliokuwa wanapotea ni wa CCM. Wakati mwingine mimi huwa nalaumiwa kwa kuongea tu ukweli huu. Ilikosa ladha kwa sababu waliokuwa wangepotea wenye viti 100 hivi wa chama cha upinzani ama watu Tell me what could have been the story. Ingekuwa serikali imechukua, vyombo vya dola imechukua. Ulikuwa uhalifu tu, ulikuwa uhalifu, vyombo hivi vikakabiliana na uhalifu huo mpaka ukapotea. So kwenye pungufu na tume imeundwa, mimi ni waombe wa Tanzania, let's get back to tuamini tume imeundwa na senior citizens, and then kwenye maeneo ambayo tunaona yana mapungufu hasa katika masuala ya mahusiano, masuala ya kiutawala, masuala ya ukamataji, hayo ni mambo ambayo yanatakiwa kuwa rectified, na naamini hatubishani kuhusu mambo ya aina hiyo. Sasa nimewapa mfano hii mambo ya watu kupotea. Nimewapa mfano hivi, kama watu wanaweza wakafanya jambo la njama na wakajua hili jambo moja kwa, na wanatafuta kukosanisha watu na wanajua moja kwa moja ili atakayelaumiwa ni serikali, wanashindwaje kufanya? If there is a mission, wanashindwaje kufanya? Kama mtu anaweza akachukua hatua ya kusafiri na mabomu na kama tu ready handed na mabomu, wanashindwaje? Yani wanaweza akawaza nani huko hivi, huyu tukinanio itajionekana tu ni serikali. So all of them watanaje tuamke, alafu yale ambayo ni ya msingi turekebishe. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Nilikuwa naelezea hilo la watu kuogopa, watu kuteka, watu so si jambo jema. Niwaambia na mwanzo, si jambo jema, na the government is concerned with that one. Sasa nije na lile, watu wangapi? Na mmoja aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema majengo mnataja, mbona vitu mnataja? Na hiyo ndio sababu, ndugu zangu, hatutaji watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu. Tunaongelea watu wamepoteza wapendwa wao. Haya si majengo. Ni nchi ya aina gani hiyo ya kucelebrate mtu maisha ya mtu? Guys,
And these are the things ambazo tunaenda kwenye miko, ni vile halijakukuta wewe. These are the things ambazo siku hizi watu wameshakuwa wepesi tu. Mtu na mpendwa wake, wewe una posti. Like una posti kama picha ya engagement. Mimi huu mshangao hata sijaanza leo, hata wakati wa COVID bungeni nilisema hivyo, guys, why are we celebrating loss of lives? Kwa nini tunataka kusherehekea watu kupotea? I thought we admit jambo limetokea, ambalo Watanzania wote tunajua jambo limetokea jambo lililo cost lives. Ndio hivyo, vurugu yoyote ikitokea there is a loss of lives. Nani wote. And then we are now busy tunataka, and at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama wamezaliwa. Tunataka tuanze kuhesabu kama mafanikio. Guys, mnataka tuhesabu kama magari. Lives ya watu mnataka tuhesabu kama magari. Guys, watu wanapoteza wapendwa wao, mnataka tuhesabu kama magari. Na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa, anasema ni watu hawa. Hayuko hapa hata hapo, anasema tu ni watu hawa hapa. Ni idadi hii. Sehemu nyingine tunaona mili inawekwa pale, nyuma yake kuna magari plate number hata si za nchi hii. Na sisi kwa sababu kitu kilishakuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu sisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania. Sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it? Huku mimi naendelea na kwenyewe kukuona kama ni kutaka kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili. Na mtu aking'ang'aniza nikiona watu wanaingia na mabomu, alafu anang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuimba waliowaua. Hayuko hata hapa, amejuaje? Guys, si mlikuwa mnaona hata nanyie ameanguka mmoja, pale kaanguka hivi, yes, we admit vurugu hii has been with the loss of lives. Alafu wale wanaoonesha hectares and hectares za watu sisi jamani, hivi do you know what does it mean watu hiyo kama wale wanaotaja? Basi tuliwahi kushuhudia mambo ya nchi moja jirani. Do you know, kwanza tu kwanza mji huu tu harufu yake ingekuwa hivi. Unajua damu ya binadamu ilivyo? Wanaongelea tu elfu ngapi, si laki ngapi. Guys, tuwe makini. There is an economic war hapa kwenye nchi yetu hapa. I'm sorry if I've been emotional. I'm just trying to wear the shoes. Najaribu kuvaa viatu hivyo kwamba look what celebration is a jambo la aina hii. And then na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo? Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level, na akaenda kumhifadhi mtu wake huku nako akaenda. Kumbukeni kwa mfano MV Bukoba, lipotokea jambo la MV Bukoba, kwa wale wapo, yani muwe shuleni, muwe wapi, kwa hiyo meli moja kila mtaa
jambo. Hawa watu wanaonesha hectares eti kwamba, guys, let's be sincere. We admit kuna jambo, loss of lives has happened, lakini let us respect ubinadamu, and let us respect familia, tuheshimu, tuwape break familia zilizopata madhara. Kama kuna eneo tatu ambayo bado iko na concern, nadhani bado na lenyewe linatakiwa lifanyike kwa heshima, sio kwa celebration, sio kwa sherehe. Wengine wale wanaotaka wana jambo lao wanalolitaka. Wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalotaka. Mimi ningetamani kuweka star sana tunapoongelea jambo ambalo linahusisha maisha ya mtu mmoja, hizo families. Na kwa sababu tutoe nafasi hiyo ili tupate mambo ambayo ni ya uhakika. Tutoe nafasi, tusiende na wale wanao bolao. Jambo limetokea, has been with the loss of the people. Kwa nini tusipate taarifa za eneo hilo, za jambo hilo lililotokea, hata tukaweka picha za nchi nyingine? Guys, wa Tanzania, wale wanaofanya sherehe wana jambo wanalolitaka. Mimi nimeongea hiyo tu emotionally kwa sababu inahusisha maisha ya mtu, inahusisha maisha ya watu, inahusisha maisha ya watu. Si jambo la kucelebrate na uhakika. Si jambo la kucelebrate bila kuwa na uhakika. Jambo lingine amesema mwenyekiti, reforms zimefanyika. Reforms zimefanyika. Jambo lililohusisha sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi limefanyika. Ilikuwepo tena haya kutoka chama tawala ya kwamba mtu asipite bila kupingwa. Haya yaliletwa na wadau pamoja na vyama vingi, pasiwepo na hii mambo ya mtu kupita bila kupingwa. Yalikuwa accommodated. Hii ni level ya kusikiliza. Yalikuwepo mambo ya kuwa na wakurugenzi kutokusimamia. Yaliletwa na yenyewe, yalifanyika. Kulikuwepo na mambo ya kwamba hivi vyama vingine vinakuwa vyama vya upinzani bado visaidiwe magari. Ilifanyika. Vyama vyote vyenye wagombea walipewa magari. Nadhani mgombea na mgombea mwenza. Ilipita hiyo na yenyewe kwenye sheria. Sasa hii nyingine ambayo ilikuja kuletwa 3 months before the election, kuanza kujiuliza hao watu wanaitakia nini Tanzania? How can you do that one? Na Amidi hapa amesema la jambo la mgombea mwenza, mambo ya katiba. Wapi waliwahi kuandika katiba kwa tunawaelekea kwenye uchaguzi? Hata ile pendekezo tulipambana karibu miaka 5 na hatukuipata. Miezi 3 unapata katiba gani? Kwa hiyo mengine hayo haikuwa sababu kwa kweli, na nadhani kwa kuwa tumeshapita, na mimi niwaombe kwa kuwa huko kwingine tulishapita, tusihangaike, tusidwell sana, kwa sababu kama haya mambo yanayohusisha ya wengine yana gharama ya maumivu. Tuendeni na mwongozo ambao Mheshimiwa Rais ameutoa wa kuvuka hapa, and then kama Amidi hapo unasema mambo ya mgombea binafsi, katiba. Haya sio mambo ya sheria, ni mambo ya katiba. Na kwa sababu jambo la katiba liko kwenye ilani, tukisha seto haya mambo ambayo Mheshimiwa Rais
tukajua tukaelewana, iron out, tukarejesha umoja wa Tanzania wawe wamoja. Those are the things ambazo zinatakiwa ziendelee kupitia kwenye masuala ya katiba. Haya mambo yamo kwenye ilani. Mambo ya kwa nini serikali na amesema kwenye editorial ili na lenyewe amna jambo moja hivi unasema serikali imefanya. Kama kuna incidents, I think we deal with the incidents kama imetokea incidents ina hiyo, lakini Tanzania iko kwenye record ya kutokufanya mambo ya aina hii. Tanzania jamani, nyie ndio simko hapa. Hivi mngejua magnitude ya freedom of speech and the uncertainty of freedom after speech. Freedom, you are guaranteed freedom of but not freedom after speech. Hii Tanzania haimo kwenye levels hizo za kuingilia watu kwenye editorials. Ikitokea incidents, ni incidents tu na kwa miko tuliojiwekea wenyewe ya kushughulikia incidents tu. Mimi niwaombe tusiende kwa because ni tu na sisi hizi ni sekta zetu na sheria ni zetu. Nadhani tunavyoenenda kwenye mambo ya press, hata ninyi mlivyo anzo kuelezea, mmeelezea the cooperation ambayo imekuwa. Kama iko incidents tutashughulikia hizo incidents tu. Yes, mmeelezea wakati mnamkaribisha waziri, mlivyomsema waziri, portray what has been the relation between the government na mwaka jana tu taasisi za uandishi zote tulikuwa tunafanya tuzo. Si hivi ni mwaka huu tena, hata sio mwaka jana. Tuzo. Unaweza kupata tuzo kwenye nchi ambayo sio wewe unayeandika, ni kwamba unaingiliwa kwenye editorial. No. Incidences they may happen, na mimi hiyo sitaki tubishane nayo. Ikitokea hizo, ndo maana kuna wizara kamili tuzishughulikie hizo, na ninyi pia mna caucus zenu za kusema kwa serikali. Hiyo tuiende namna hiyo. Misukosuko ya kiuchumi nimeshaielezea kwa maslahi ya muda, nisingetamani sana ina madhara hii. Haya mambo haya yana madhara. Tena sio madhara kwa uchumi kama numbers macro. Hii mambo ya aina hii yana madhara kwenye maisha ya Mtanzania mmoja mmoja. Watanzania wengi tunao, hata hapa Dar es Salaam tunao, ambao kuishi kwao ni atoke. Jamani, wapo Watanzania ambao hana hata jiko pale kwa kuishi kwake ni huwa atoke. Nimekaa sana mtaani na yajua haya. Jamani, wapo ambao ni kuishi kwake siku hiyo ni atoke, na wapo ambao kuishi kwake budget yake alionayo ni ya kununua kila siku. Jamani, si sote tunajua haya. Sasa kutokea mambo ya aina hii, si tu madhara kwenye uchumi mpana, hata kwenye maisha ya mtu mmoja mmoja. Mimi naomba Watanzania tuepuke mambo ya aina hii. Nawaomba tuepuke. Tumeongea hata na taasisi za kidini, na nawaomba tena viongozi wa dini zote, viongozi wa makundi yote, tuendeni tusemezane, tusipeleke Tanzania kwenye jambo hilo ambalo lilijitokeza. Tukatae hamasa zile zinazotolewa kwenye mitandao ama katika field mbalimbali. Nisema kuna order ya shooting. Jamani, hivi pakitokea vurugu, unarudi consult kwamba ni shoot au nisishoot?
Halafu na tunaona idadi kubwa ya askari wamepoteza maisha yao. Nani kaweka oda washuti? Hili ni jambo baya, limeshatokea. Tusubiri tupewe ukweli wake. Ukitaka kusema kuna oda ya kushuti, aliyeshuti askari alitokea, oda hiyo alitoa wapi? Na huyu amdi wametoa wapi zoda? Au huyu katoka hapo amekamatwa na mabomu, oda ametoa wapi? So lingekuwa jambo dogo tu hivi, Mheshimiwa Rais angeunda tume, na lingekuwa tu jambo liko straight tu hivi, na angeunda tume. Mimi nawaomba Watanzania, wala tusiende kwa emotions, tusiende kwa hisia. Jambo la kufanya, mezane wote, tujitenge na jambo lolote linaloweza kutupeleka kwenye kile kilichotokea. Hata hii amesema mnajiandaje, tunasikia kuna tetesi za Disemba 9. Rai yangu kwa Watanzania wote, mwenye duka na yule ambaye anakajambo, ana kero yeyote ile, tujitenge na tuambizane, tukatae kwenda tena kwenye mambo ya aina hii. Tumbakize adui pekee anayemezea mate rasilimali za nchi yetu. Tusiende kwenye utaratibu wa aina hii. Tusiende. Na kwa kuwa nchi imepita kwenye jambo gumu, hata anayepanga maandamano yanayokubalika kikatiba, hii sio timing nzuri. Watu wanaomboleza mtu akapoteza mpendwa wake, si nzuri. Na mimi niwaambieni, wale wanaohamasisha kupitia mitandao ni kwa sababu wao na jamaa zao wote wako huko. Wale wanaoandika wanaambia nendeni tu, laiti angeguswa na jambo hili, hangesema tu, angemwambia mtu fanya hivi. Wanafanya hivyo kwa sababu wao na jamaa zao wote wako kule, na wengine washapata nadhani na uraia nchi zingine. Tumepokea mambo ya masaa 48, na mzee wangu amekuwa emotional kwamba na wao wawekwe. Nadhani pia kwenye lile la mwanzo, kama kuna utaratibu ambao tunaona, ambao tunakubaliana kwamba hauendi na tulivyotaka na tulivyotarajia na sheria tulivyoziwekea, haya ni mambo ya fanywa kazi, kwa sababu ni mambo administrative. Lakini tuendelee kuamini vyombo vyetu ambavyo vina rekodi ya kufanya kazi kubwa kwenye nchi yetu. Tumeshapita hii nchi, mengi hata yanayohusisha maisha ya mtu mmoja mmoja. Kuna mwaka niwe radhi ninapotaja mkoa ambao jambo limetokea. Kuna mwaka tulikuwa tunaogopa kwamba kuna watu kuchunwa ngozi. Ilitokea kwenye moja ya mkoa. Ilikuwa tishio kubwa tu. Mimi sijasimuliwa, nilishakuwa mkubwa tu hivi. Ilikuwepo. And it was real. Wanachumu na ngozi. Kuna mwaka ilikuwa inatokea watu wanakata mkono wa binadamu na anakimbia nao. Kuna mwaka imetokea watoto wadogo yani mtu hakudai chochote na anachukua mtoto katoka shuleni, wanafanya hivi. Ina mwaka ikatokea ili la Kibiti. Ni vyombo vyetu vilisimama. So kwa sasa hivi tusiwe driven na emotions na matakwa ya wanaotamani Tanzania iwe imeharibikiwa. Let us not be driven yetu. Na hata vyombo hivi hao walioko humo kwenye vyombo ni Watanzania wenzetu. Hii ni title kama ambavyo mtu mwingine anaweza akawa na title kwenye sekta nyingine. These are Tanzanians. Yes, these are Tanzanians. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano sympathize na jambo hili. Sisi tusifanye kazi kila wakati ya kutonesha kama wengine wanavyotamani
hii nchi iwe na makovu yasiyotibika, yasiyopona. Nitoe rai tena kwa kwenu nyie wenyewe, kwa vijana wa Tanzania, viongozi wa kidini, viongozi wa makundi mbalimbali, sisi wenyewe vijana kwa vijana, ngazi yeyote ile. Hii nchi ni yetu wa Tanzania, ni mali ya Tanzania. Hii nchi si mali ya chama cha siasa, hii nchi si mali ya serikali. Tuilinde wote na tumtangulize Mungu, na naamini Mungu atatuvusha. Na pale ambapo tuna kasoro, pale ambapo tuna dukuduku, Mheshimiwa Rais ana mwongozo wa namna ya kushughulikia masuala haya. Tuendeni na huo mwongozo, tuvuke, tushughulikie yale ambayo tunaona yanaweza. Tusiruhusu tena kwa sababu yeyote ile kuruhusu hali ya aina hii iliyotokea. Watu wanapambana idadi. Damu ya mtu hata mmoja asiye na hatia sio baraka kwenye nchi. Kumwaga damu ya mtu hata mmoja asiye na hatia sio baraka. Let us tuelekee kwenye kuepusha mambo ya aina hii yasitokee. Waheshimiwa mawaziri, kama mna jambo kusema. Hongera sana. Okay. Asante sana. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.